الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوث. بسم الإله وبه بدينا ولو عبدنا غيره شقينا. يا حبذا ربا وحب جينا وحبذا محمد هادينا. لوله ما كنا ولا بقينا إنا ذوناك استجب آمين. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. نحن الأولى جاءوك مسلمين إنا دوناك استجب آمين. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه. طبق الأحاديث التي روينا فاردهم اللهم خاسرين إنا دوناك استجب آمين. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا اللهم إنا نسألك يا أحد يا الله آمين ويا واحد يا الله ويا مجيد يا الله ويا حميد يا الله ويا شاهد يا الله ويا راشد يا الله ويا باعث يا الله ويا وارث يا الله ويا نافع يا الله يا ضار يا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحانك لا إله إلا أنت الغوث يا فارج الهم ويا كاشف الغم. فرج عنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا عالم الخفيات يا الله ويا كاشف البليات يا الله ويا بديع السماوات يا الله ويا راحم العبرات يا الله ويا ساتر العورات يا الله ويا منزل البركات يا الله ويا منزل الآيات يا الله ويا مضاعف الحسنات يا الله يا ماحي السيئات يا الله يا مقيل العثرات يا الله يا محيي الأموات يا الله يا شديد النقمات يا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحانك لا إله إلا أنت الغوث يا فارج الهم ويا كاشف الغم. فرج عنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ من الله إلا إليه. يا حنان يا منان يا فتاه 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 يا حنان يا منان. أجيب يا الله 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 أجيب يا أجيب يا الله أجيب يا أجيب يا الله 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 أجيب يا الله. Naam, hayakum wa bayakum wa jannatu firdausi mathwakum. Ni kionjo cha dua, ni utambulisho wa dua katika 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika 10 hili la mwisho litazingatiwa sana utoaji wa sadaka lilfuqarai wal masakina, kwa sababu ya mafukara na wenye kuhitaji, kwa sababu ya sikukuu, kwa ajili ya kuvisha
na kuwasaidia wale ambao hali zao ni mahamum, na mimi ni kisima cha kuwasaidia wanyonge. Sasa hizi 10 za mwisho hizi zitafanyika dua kama hizi na zaidi ya hizi na mfano wa hizi. Shime ulipo ukitasadaka, sadaka yako itilie nia ya mambo takriban 10. Takutajia 5 tu ambayo Mustafa sallallahu alaihi wasallam ameeleza mengi katika sadaka. Sadaka ina siri. Kwanza ni nzito kutoa, kwa sababu unatoa chako, mtu hata hajakitolea jasho lakini wewe unatoa. Sio simple namna hii. It's not easy. Mush rahisi, sio kitu simple, mush sahal, sio kitu rahisi. Lakini manaqasa, haijapunguza chochote sadaka katika mali. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, si kweli sadaka haijapunguza chochote katika mali, isipokuwa sadaka manjaa bihasanatin 10 amthaliha, anayetoa 1 hupata 10. Kwa hiyo sadaka si lazima pesa, chochote utakachokitoa kihesabie 10. Ukitoa sadaka nyumba, basi Mwenyezi Mungu atakupa 10, nyumba 10. Ukitoa 100,000 manake utapewa 10,000 ambayo itakuwa milioni 1. Ukitoa milioni utapewa milioni 10. Ukitoa milioni 10 utapata milioni 100. Ukitoa milioni 100 utapata B1. Ukitoa B1 utapata T1. Ukipata T1 mpaka bilioni utapata tu. Sasa miongoni mwa mambo ya sadaka, la kwanza Mtume kakataa haipunguzi chochote. Kwa hiyo usije ukahofia. So kipindi hizi siku za mwisho hizi, nafikiri sadaka inahitajika sana. Kuna watu watakiwa wale vizuri, sawa bwana. Lakini sio hivyo tu, kuna watu watakiwa wavishe watoto. Lakini mabranchi mengi ya mayatima yamejaa, ya wazee, ya majirani, ya watu wa karabina tulokuwa nao karibu. Jana kuna watu 2 wamenipa simulizi. Wa kwanza ni rafiki yangu na hata haoni. Ameniandikia message ndefu, lakini alalaqali nyumba yake sijui imedondoka, sijui imekuaje. Na Ramadhani yake ilimshika kidogo, hali imekuwa taabani hivi sasa. Lakini jana nilikuwa nikiongea kwa simu, kuna rafiki zetu waje tufuturu kwa pamoja mapenzi mkoani. Basi mmoja akasema, Sheikh usiende mbali, fulani na fulani hawana futari, hembu anza na wao, hali zao taabani sana, anza na wao. Mpaka nikasema inshallah leo naweka azma na Allah anipe niwafuturishe leo, na ni watu muhimu katika society. Huwezi ukajua yote, lakini kumbe mpaka hawa wana hali ya namna kama hii. Ndio ujue ukisema mimi navujiwa nyumba yangu mwenzio anabomokewa. Sasa la kwanza la sadaka, tajribul arzaq. Sadaka inavuta riziki, kwa hiyo wewe weka nia kuongezewa riziki yako. Lakini jambo la pili, sadaka ishfi mardakum bisadaqa, hutibu magonjwa. Tibu maradhi ya saratani, tibu maradhi ya ukimwi, tibu maradhi ya gonolia na kaswende na figo na pressure na sukari na shalali, stroke, kiharusi, wa min sayyal asqam, na kila maradhi ya hatari. Ile sadaka yako kama unayo, weka nia yaondoke, na kama haunayo maradhi kama hayo, weka nia Mungu ajalie asikupate, bila kusahau maradhi ya kini, macho, ya nguvu giza, ya nguvu za giza, majini, mahasadi na kadhalika, na ajali na vifo. Wa min tawariki al-layli wan-nahar illa yatruku bi khairin ya rahman, na vitu vinavyochomoza kuzuka. Kitu cha tatu muhimu sana, kitu cha tatu cha umuhimu, tena umuhimu kuliko maelezo, hakika ya sadaka. Hakika ya sadaka baada ya kuwa inaongeza riziki, lakini inaponyesha maradhi. Jambo jingine ambalo sadaka inasaidia, nimeyasema jana 5, ambayo inasaidia, inakukinga pia na mabalaa, dafi'il balaa.
wala afat, maafa mbalimbali, mabalaa mbalimbali. Muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akukinge unapoitoa ile sadaka yako. Lakini pia jambo la 4, hii sadaka yako hii iwe ni sababu ya kuwapelekea wazazi wako waliotangulia mbele ya haki, akiwemo babu, bibi, bamdogo, shangazi, marehemu, na hakuna asokuwa na marehemu. Sasa waliotangulia mbele ya haki wawasilishie sadaka namna kama hii. Lakini 5, toa na zaka. Na ile zaka ukiitoa hii, wekee nia kwamba kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zaka kama hii iweke ulinzi wa mali yako. Na mwisho kabisa iongeze riski. Ni mambo mengi sadaka. Kwa hiyo kikubwa zaidi tujoin katika kuomba dua ili 10 la mwisho. Tunatarajia kulifanyia mkesha wa hali ya juu biidhnillahil karim, min awwalihi ila akhirihi, mwanzo wake mpaka mwisho wake, bimashiatillahi subhana. Sasa kupitia jambo hili dua hizi zitapatikana, lakini kwa sababu hizi ni siku bora sana, basi jitahidini pia mje mpate visomo vya mubasharatan. Kuna baadhi wanasema inshallah Ramadhani ikiisha naomba nije nifanyiwe kisomo. Mimi nasema wala usisubiri ikaisha, kwa sababu unamaliza msimu uliokuwa mzuri. Nadhani ya wengi hujua Ramadhani tumesimama katika dua. Hapana, Ramadhani tunaendelea, ndo msimu wa dua kweli kweli. Kwa hiyo tangazo hilo lishikeni na kila mmoja mwambie na mwenzie, na usione tabu safari hii kunipigia simu kwa haraka sana. Sheikh, mimi siwezi kuja, lakini majina yangu hayo naomba uniombee Mungu. Pengine kupitia dua hii na wewe usokuwa na idi, Mwenyezi Mungu akajalia idi yako ikawa sawa. Kwa sababu ni tangazo lisiwe refu, tukome hapa kwa kusema wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi